Karibuni. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Tunapokusaidia kuunganishwa na Mungu kwa imani. Asante sana kwa kujiunga nasi leo. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii kuwa pamoja nawe kwa dakika hizi chache kwenye kipindi chetu cha leo. Na tumaini letu ni utajiunga nasi kila utakapopata nafasi na uwaambie wengine waje wawe nawe utakapotazama au kusikiliza kipindi chetu. Na ukiwa na wazo au swali lolote, usiogope. Tungependa kusikia kutoka kwako, upeleke barua pepe kwetu, na tungefurahi sana kujua mawazo au swali lako, na tutafurahi kusikia kutoka kwako. Na leo ningependa kuzungumzia rafiki yetu. Lakini nianze na kuuliza swali. Kwanza, Yesu ni nani? Yesu ni nani? Yesu ni nani kwangu? Yesu ni nani kwako? Yesu ni nani kwetu sisi? Siku moja Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi wake, na walikuwa njiani kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi ulikuwa mji mkubwa kidogo kaskazini mwa Galilaya, kwa kweli mbali kidogo, maili zaidi ya 20 kutoka Galilaya, na walikuwa wanatembea kule kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi. Na Yesu akauliza swali katika Marko 8:27. Tuangalie Marko 8:27. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu huninena mimi kuwa ni nani? Kwa hiyo ni kama swali ninalouliza leo, ninakuuliza wewe, Yesu ni nani? Yesu ni nani? Mstari wa 28. Wakamjibu, Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine mmojawapo wa manabii. Naye, yani Yesu, akawauliza, na ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Kwa hiyo tunataka tujue Yesu ni nani. Ni swali lilo hilo nataka wewe upate kutafakari leo, tuchunguze leo katika kipindi chetu. Na kabla tujaendelea, naomba tuombe, kwa sababu kwa kweli ningependa kuomba pamoja nawe na wewe uwe pamoja nasi katika kipindi hiki mwanzo hadi mwisho, na Mungu akibariki. Kwa hiyo Mungu, nakuja mbele zako, naomba unitulize, nisaidie, niwe chombo mkononi mwako. Na Mungu, naomba wale wanaotazama au kusikiliza muda huu wapate kusikia kutoka kwako, si kutoka kwangu, kutoka neno lako, si kutoka kwangu. Mungu, mimi ni sauti tu, wewe ongea nasi, na tunaomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Yeye kwanza, nitaorodhesha tu Yesu ni nani. Namba moja, yeye ni muumbaji wako. Yeye ni muumbaji wako. Ufunuo wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 11 unasema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu. Anastahili nani? Bwana wetu, Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Pia katika Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 19, basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amana roho zao katika kutenda mema, kama kwa muumba mwaminifu. Kwa hiyo jambo la kwanza, Yesu ni nani? Yesu ni muumbaji wetu. Yesu ni muumbaji wangu. Yesu ni muumbaji wako. Kuna watu wanaojaribu kutupofusha, wameingiza katika mafundisho shuleni na sehemu nyingine, wameingiza mafundisho kama nadharia ya mageuko, evolution. Wamesema yani Mungu hajatuumba, lakini Biblia inasema wazi Mungu ni muumbaji wetu. Bwana ni muumbaji wetu. Yesu ni muumbaji wetu. Jambo la pili, Yesu ni nani? Yesu ni mhukumu wako. Yesu ni mhukumu wako. Matendo 10:42. Akatuagiza
tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Pia katika Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 1 hadi 8 tusome, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Mstari wa 2, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa, karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. 3, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. 4, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Umesikia, kuna mafundisho. 5, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanye kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. 6, kwa maana mimi sasa namiminiwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwenendo nimeumaliza, imani nimeilinda. 8, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Kwa hiyo Bwana ni mhukumu wetu. Bwana ni mhukumu wangu. Bwana ni mhukumu wako. Na ni mhukumu mwenye haki, yani atahukumu kwa haki, atahukumu kwa ukweli. Hamna kumpofusha, hamna rushwa kwake. Yeye atahukumu kwa kweli na anajua yote. Kwa hiyo mimi nafurahi sana, ni mhukumu wangu. Haya, Yesu nimesema namba 1 ni muumbaji wetu. Nimesema namba 2 ni mhukumu wetu. Namba 3, Yesu astahili kuwa mwokozi wako. Yesu astahili kuwa mwokozi wako na anastahili kuwa mwokozi wangu. Luka mlango wa 2 mstari wa 11. Luka mlango wa 2 mstari wa 11. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Angalia pia Yohana 4:42. Yohana 4:42. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Pia katika waraka wa kwanza Yohana mlango wa 4 mstari 14, na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Jamani, tunaona wazi katika neno la Mungu, Yesu Kristo anastahili kuwa mwokozi wetu. Tusidanganywe. Tusidanganywe. Yesu ni muumbaji wetu. Yesu ni hukumu wetu. Yesu anastahili kuwa mwokozi wetu. Tuendelee. Yeye astahili kuwa Bwana wako. Astahili kuwa Bwana wangu. Yani angalia Waefeso mlango wa 6 mstari wa 14. Waefeso 6:14. Nani akina Bwana, watendeeni wao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mkijua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na wenu yuko mbinguni, wala kwake hakuna upendeleo. Pia tuangalie Wakolosai 4:1. Wakolosai 4:1. Nini akina Bwana? Wapeni watumwa wenu yaliyo haki na ya adili, mkijua ya kuwa ninyi nanyi mna Bwana mbinguni. Amen, tuna Bwana mbinguni. Pia tuangalie Yohana 13, mlango wa 13 mstari 12, kuanzia 12 hadi 15. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Angalia 14. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Kwa hiyo twaona Yesu Kristo astahili kuwa muumbaji wako, astahili kuwa
mhukumu wako, anastahili kuwa mwokozi wako. Na tutazungumzia zaidi baadaye kidogo kuhusu yani kustahili kuwa mwokozi wako. Lazima awe mwokozi wako, hakuna mwingine. Mimi sistahili kuwa mwokozi wako, mimi siwezi kuwa mwokozi wako. Hakuna mwanadamu anayeweza kukuokoa. Wewe mwenyewe huwezi kujiokoa. Yesu Kristo peke yake anaweza kuwa mwokozi wako, anastahili kuwa mwokozi wako. Na pia anastahili kuwa Bwana wako, yani tumtii yeye. Yeye anatuongoza, yeye anatuamuru, yeye anatuonyesha tufanye nini. Kwa hiyo Yesu anastahili kuwa muumbaji wako, na ni muumbaji wako. Ukitambua Allah ni muumbaji wako. Atakuwa mhukumu wako ukitambua Allah. Anataka na anaweza na anastahili kuwa mwokozi wako, lakini jambo hilo ni juu yako kuamua na kumchagua awe mwokozi wako. Anastahili kuwa Bwana wako. Baada ya kuwa mwokozi wako, anastahili kuwa Bwana wako. Yani na tena ni uchaguzi wako. Unaweza kumtii au kutomtii. Unaweza kumwasi. Ametupa hiari. Hiari ni kitu yani ni hatari sana. Kwa hiyo ukifanya kwa hiari yako tu na kufanya unavyotaka wewe tu, yani utaingia kwenye hatari sana. Lakini anastahili kuwa Bwana wako. Na Yesu pia angependa umtambue kama rafiki yako. Yani Yesu anataka kuwa rafiki yangu, rafiki yako, rafiki yetu anataka. Na tuangalie, tuchunguze, amekutolea uhai wake. Yani kama rafiki amekutolea uhai wake. Angalia Yohana 15 mstari wa 9, kuanzia mstari wa 9 hadi 17. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. 11. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. 13. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Na Yesu amefanya hivyo. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. 15. Siwaiti tena watumwa. Amen. Kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki. Amen. Nashukuru sana. Kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. 17. Haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Kwa hiyo Yesu Kristo amekutolea uhai wake. Amekutolea uhai wake. Na hakuna rafiki mzuri zaidi kuliko yule anayeutoa uhai wake kwa ajili yako. Yani ukiamini au la, alifanya hivyo na angependa sana kuwa rafiki yako. Pia anakufahamu, anakujua. Zaburi 103:13 na 14. 113:13. Kama vile Baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Kwa maana yeye anatujua umbo letu na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. Kwa hiyo Yesu anastahili kuwa rafiki yako, angependa kuwa rafiki yako kwa sababu anakujua, anakufahamu kabisa. Anastahili kuwa rafiki kwa sababu anakulinda, ananilinda. Yohana 10:28-29. Yohana 10:28-29. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Ni ahadi kubwa sana. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. 29.
Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Kwa hiyo Yesu Kristo anakulinda, ananilinda, anastahili kuwa rafiki yetu, anastahili kuwa rafiki yetu. Mimi nakumbuka nilikuwa ninaenda kuwashuhudia watu, nikaenda kwenye sehemu ambaye kulikuwa wahuni wengi sana, na tuseme hata washenzi, watu ambao hawakumtaka Mungu hata kidogo. Walikuwa wanafanya mambo mabaya, lakini nilipitia sehemu yao na kujaribu kuwashuhudia, na mimi nikaweza kufanya hivi kwa sababu nikawa na mtu mkubwa sana nami, na huyu mtu alikuwa mkubwa mno, na kwa kweli nilifurahi kuwa pamoja naye na yeye kuwa pamoja nami, na hawakunigusa, hawakufanya lolote, lakini niliweza kujisikia kama huyu rafiki yangu, kwa sababu alitaka anilinde. Ni kama wale wanaomlinda rais, yani ni lazima wawe rafiki wa rais, wawe karibu naye, wamwelewe, wajue. Na pia Yesu anastahili kuwa rafiki yako kwa sababu anakuombea. Angalia Waebrania 7:25. Waebrania 7:25. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Yesu Kristo anakuombea, ananiombea, anastahili kuwa rafiki yetu. Na pia unaweza kufunua moyo wako mbele zake, kwa sababu yeye anakujua tayari, anafahamu yote kuhusu wewe, huwezi kuficha lolote. Lakini ukiwa na rafiki, unaweza kumwambia rafiki mambo yote, hamna sababu kuficha. Mimi namshukuru Mungu sasa katika maisha yangu. Sasa siku hizi mimi ninaweza kuongea naye kuhusu mambo yote, niweze kufunua mambo yote, niweze kufunua moyo wangu. Na hata katika Zaburi 62 mstari wa 8, Biblia inasema, enyi watu mtumaini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu. Amen. Yani Mungu ndiye kimbilio letu. Yesu Kristo ni kimbilio lako. Unaweza kumkimbilia na kusema hivi na hivi na hivi, hata ukilalamika kwake. Yani sisi wanadamu tunapenda yani kama mambo yameenda vibaya, na tunajisikia vibaya, tunaenda kulalamika kwa wanadamu. Lakini usifanye hivyo. Umkimbilie Bwana. Yeye ni rafiki yetu kweli kweli. Yeye anataka awe rafiki yako kweli kweli. Na yeye yuko upande wetu. Yeye yuko upande wako. Zaburi 118 mstari wa 6 unasema, Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Ni Daudi aliyeandika hivyo, na ni Daudi aliyeamini hivyo. Lakini sikiliza jamani, ni kwa ajili yetu leo. Mstari huu umeandikwa katika Biblia ili tuweze sisi pia kuamini mstari huo ya kuwa yeye ni upande wetu. Kama umemwamini awe mwokozi maisha yako, ni upande wako. Ni upande wako. Na mimi nafurahi sana yani kujua yani ujuzi huo ni mzuri sana, unanisaidia mara nyingi sana katika maisha yangu, hasa kuhusu kupiga video kama hivi. Mimi sijawahi kabla ya siku hizi kufanya hivyo. Kwa hiyo bila shaka hofu zikaingia ndani, na mimi nikasikia mapepeo yale ya tumbo, na kusema mimi sitaweza, nifanyeje? Lakini Mungu yu upande wangu. Si kwa sababu nastahili, si kwa sababu nimetenda mema ya ajabu, nimefanya miujiza. Hapana, yeye anafanya muujiza maishani wangu, si mimi ninayefanya kitu chochote. Mimi namtegemea yeye tu. Kwa hiyo nimesema Mungu anastahili kuwa muumbaji wako, anastahili kuwa mhukumu wako, anastahili kuwa mwokozi wako, anastahili kuwa Bwana wako. Ukisha mwamini kama mwokozi, anastahili kuwa Bwana wako, na angependa kuwa rafiki yako. Yeye ana sifa zote kuwa rafiki yako, ana sifa zote kuwa rafiki yetu. Na mimi nashukuru sana katika neno la Mungu imedhihirishwa kabisa ya kuwa yeye anastahili na anaweza kuwa rafiki yetu. Lakini niwaonye,
Yakobo 4:4. Niwaonye kidogo. Yakobo 4:4. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Kuwa rafiki wa dunia. Na dunia hii inatuvuta sana. Dunia inajaribu kutuvuta kila upande. Yani kuna anasa za dunia. Kuna mambo ya dunia yatakayo tuvuta tusimfuate Yesu. Tusiamini yeye ni Mwokozi. Tusiamini yeye ni Bwana. Tusiamini yeye ni rafiki yetu. Yeye angependa kuwa nawe kila siku, kila dakika. Kama umemwamini, ni yupo pamoja nawe. Tumeshawahi kuangalia katika kipindi kingine, lakini yeye yupo pamoja nawe wakati wote kama umemwamini. Utambue jambo hilo. Wewe unajitahidi katika maisha yako, unajitahidi kazini, unajitahidi shuleni labda, unajitahidi katika mambo mengi sana, lakini sikiliza, Mungu anataka kukusaidia katika mambo hayo yote. Yupo pamoja nawe, yupo upande wako. Nitoe mawazo machache kuhusu urafiki. Unaweza kumwamini rafiki yako. Ukiwa na rafiki kweli kweli, na labda inachukua muda, inataka muda kidogo wewe uanze kujisikia kama mtu fulani ni rafiki yako. Lakini unaweza kumwamini rafiki yako. Unakaa na rafiki yako. Yani kama una rafiki kweli kweli, unapenda kuwa karibu naye. Mke wangu ni rafiki yangu kweli kweli. Mimi naweza kufunua moyo wangu naye. Mimi naweza kumwambia yote. Mimi naweza kuwa karibu naye. Napenda kuwa karibu naye. Napenda kuongea naye. Namwamini, yeye ananiamini. Sisi ni marafiki. Na unamsikiliza rafiki yako. Huwa namsikiliza mke wangu, ananisikiliza mimi. Tunapeana mawazo. Na unataka kumpendeza rafiki yako. Na mimi nafurahi sana kumpendeza mke wangu. Nafurahi sana hasa siku hizi, yani ninajitahidi kumpendeza. Mimi napenda sana ninapofanya kitu na yeye anatabasamu, anafurahia. Mimi nafurahi rafiki yangu akipendezwa nami. Unaweza kumpendeza rafiki yako. Kwa hiyo ni maana hata mimi ninajaribu kumpendeza Yesu. Ila ninapata hata msaada kutoka kwake. Ananisaidia. Anaweka ndani yako hamu kufanya mapenzi yake. Na yeye ananisaidia kufanya mapenzi yake. Kwa hiyo, yani Yesu ni muumbaji wetu. Yesu ni mhukumu wetu. Yesu ni anastahili na angependa kuwa mwokozi wako. Ni mwokozi wangu, angependa kuwa mwokozi wako. Ni Bwana wangu, angependa kuwa Bwana wako. Ni rafiki yangu, angependa kuwa rafiki yako. Lakini jambo la kwanza kabisa, unapaswa kumwamini kama mwokozi. Ni muumbaji, ukijua au la. Ni mhukumu, ukijua au la. Lakini kuwa mwokozi unapaswa kuchagua. Wewe unapaswa kumchagua awe mwokozi wa maisha yako. Na nimewahi kuwasaidia watu maelfu kumwamini Yesu, yani kuweka imani yao kwa Yesu Kristo. Nimewasaidia wengi sana. Na ningependa kusaidia wewe. Niruhusu kukusaidia kumwamini Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Na mimi nimewahi kufungisha ndoa nyingi sana. Na ningependa kukusaidia kama vile nilivyofungisha ndoa. Mimi sikumwoa yule binti au yule bwana, nikawasaidia kuoana. Na mimi nikawaambia maneno fulani. Na hata sasa naweza kuwasaidia. Ukimwomba Mungu akuokoe. Unaweza kuomba tu. Maneno yenyewe hayaokoi. Ni hali ya moyo. Ni imani yako. Ukimwamini Yesu unaweza kuokoka. Biblia iko wazi kabisa kuhusu jambo hilo. Na unaweza kuomba kama hivi. Unaweza kusema nami hata. Mimi nitasema maneno, wewe utaweza kusema maneno yale nikishamaliza. Nitakupa nafasi. Unaweza, lakini ni kwa moyo wako. Yani sisi sote tumefanya dhambi.
Sisi sote tunastahili mauti, lakini Yesu Kristo alitufia msalabani, na Yesu Kristo anastahili kuwa mwokozi wetu. Amefanya yote kwa ajili yetu, tumwamini yeye tu. Tumwamini yeye tu, lazima tumwamini yeye. Kwa hiyo unaweza kusema kama hivi: Bwana Yesu, najua nimefanya dhambi. Naomba unisamehe. Ninakuhitaji wewe. Ninakuamini wewe. Ninakutegemea wewe tu, kwa sababu hakuna njia nyingine. Ninalitia jina lako. Yesu Kristo, niokoe, ili niishi nawe na kuwa na uzima wa milele. Asante kwa kuniokoa. Amen. Biblia inasema wazi katika Warumi 10:13, kila atakayelitia jina Bwana ataokoka. Umelitia jina Bwana sasa hivi? Biblia inasema, si mimi, si mawazo yangu. Ikiwa umelitia jina lake, umemwita Yesu awe mwokozi maisha yako, umelitia jina lake, Biblia inasema kila atakayelitia jina Bwana ataokoka. Kwa hiyo Biblia inasema umeokoka. Shangilia, ufurahie ikiwa umemwamini Yesu. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5:13, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Umeliamini jina la mwana wa Mungu? Kama umeliamini jina hilo, unao nini? Una uzima wa milele. Biblia inasema, si mimi. Mimi mwanadamu siwezi kukuokoa. Mimi mwanadamu siwezi kutoa ahadi hizo. Ni Mungu aliyefanya. Na Yesu angependa ujue hakika. Na kama umemwamini Yesu Kristo kama mwokozi maisha yako, wasiliana nasi. Tuambie umefanya hivyo. Sisi pia tungependa kuwa rafiki yako. Kama Yesu alivyo rafiki yako, tungependa kuwa marafiki zako. Na tuambie umemwamini Yesu Kristo kama mwokozi wako, na upeleke barua pepe kwetu. Tungefurahi sana kusikia habari hiyo. Na kabla sijaondoka leo, ningependa kusoma maneno ya wimbo ambao tunaimba mara nyingi sana. Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki. Maneno yanaenda hivi: Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa haja pia. Tukiomba kwa babaye, maombe asikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya. Kama tulimwomba Mungu, dua alisikia. Una dhiki na maonjo, una mashaka pia, haifai kufa moyo, dua atasikia. Je, unayo hata nguvu? Huwezi kuendelea? Ujapo dharauliwa, ujapo rushwa pia, watu wakikudharau, wapendao dunia, hukuambata mikononi, dua atasikia. Yeye anataka kuwa rafiki yako, na ni baraka kubwa sana. Mungu akubariki. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani, tunapokusaidia kuunganishwa na Mungu kwa imani.